Kwa mujibu wa kanuni za sheria ya usalama barabarani tunaadhibiwa, na wao wakifanya makosa lazima waadhibiwe kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo nataka kuhakikisheni kwamba jambo hili hatukulipuuza, tumelizingatia kwa uzito mkubwa. Yako mambo makubwa ambayo daima nataka niwaombe na kuwasihi myazingatie. Mkumbuke kwamba kuvaa kofia ngumu hatuvai kwa sababu ya polisi, tunavaa kwa sababu ya usalama wetu wenyewe. Wako watu waliowahi kuanguka wakapigiza kichwa wakavuja damu nyingi, hawakupona. Wako wengine walichanganyikiwa kabisa. Hatutamani kuona haya yanatokea kwenu, watu tunaowategemea. Na tunaposema nguvu kazi ya taifa, sasa hivi ndio mmeona kwamba ninyi mmesita kidogo kufanya hizi shughuli, wafanyabiashara wote wanapiga kelele, biashara zimekwama. Na kama biashara imekwama, maana yake kodi haitapatikana, na kodi isipopatikana, maana serikali haiwezi kufanya shughuli zake. Kwa hiyo tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo lazima wakati wote tushirikiane na kusaidiana. Hili nilitaka nilisisitize sana. Hamu yangu wakati wote ni kuwaona vijana wa Newala wanapata fedha za kutosha mifukoni mwao. Kwa hiyo hatupendi na wala hatukubali kuona vikwazo vinatokea kufanya washindwe kutafuta fedha. Tunafanya jitihada kubwa ya kuzidi kufungua milango ya biashara ya watu kuingia Newala ili tupate chochote. Ndio maana tunafanya utaratibu kule mpakani kuongeza fursa ya watu kutoka Mozambiki kuingia nchini kwetu. Tunajua wale wana matatizo na wana waasi ndani yao kule. Ndio maana tunafanya uko umakini kabisa ili yale madhara yasije kwetu. Lakini tunahimiza biashara ifanyike, watu waingie na kutoka kwa wepesi. Tunafanya haya si kwamba sisi tuna shida nao, hapana. Tunataka kuona watu wa Newala wanapata fedha za kubadili hali ya maisha yao. Naona fahari sana nikimsikia kijana wa Newala anasema mimi bodaboda. Mwaka jana nilikuwa na bodaboda nilikuwa nalipa kwa mtu, ilikuwa mali ya mtu, sasa imekuwa yangu. Mwaka huu nimenunua ya pili na watoto wanakwenda shule vizuri. Wakiugua sina tena homa ya kumpeleka hospitali, maana mfukoni kuko vizuri. Hayo ndio tunayotamani kuyaona na kuyasikia, maendeleo yenu katika kazi mnayofanya. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuwaondolea vikwazo ili muifanye kwa bidii na kwa weledi mpate tija hiyo tunayokusudia. Ili uweze kupata kipato, lazima ufanye kazi kwa juhudi, bidii na maarifa ndani yake. Sasa yule ambaye ataendesha bodaboda lakini anavunja sheria, maana yake kipato chake chote kitaishia kulipa faini. Jambo hilo sio zuri. Tunataka wakati wote pesa hiyo iingie mfukoni, ifanye kazi ya kubadili maisha yako. Lakini ni bodaboda mjinga tu atakayekubali kuendelea kufanya makosa ambayo yatamuingiza kwenye adhabu, na ile pesa anayoitafuta kwa jasho iishie kwenye mikono ya watu wengine. Kwa hiyo nataka niwasihi vijana wa bodaboda. La kwanza, hebu tuangalie yale mambo muhimu ambayo yanaelekezwa tuyafanye. Ukivaa kofia ngumu unaathirika nini? Hakuna tatizo. Jenga tabia hiyo kuvaa. Mimi naendesha gari, niliwahi kukamatwa mara ya kwanza kwa kosa la kufunga mkanda. Nikatozwa faini, nikalipa. Lakini nilipoondoka nikajiona mjinga sana. Kufunga mkanda tena kwa usalama wangu mwenyewe, inanitoka pesa na acha kwenda kufanya vitu vingine vya maana. Kwa niliamua kuhakikisha kwamba katika gari langu leseni ninayo mfukoni, nafunga mkanda, fire extinguisher ipo,
pembe tatu ile triangle ipo. Nikishaona hivyo basi sina maneno, hata nikimwona askari kule wala sina pressure. Akinisimamisha nitasimama, najua atakako niuliza ndio umo. Nikisha muonyesha yamekwisha naendelea na shughuli. Kwa hiyo nawaomba na ninyi mjenge tabia hiyo. Kuwa na pikipiki zenye side mirror unapata madhara gani? Ukivaa helmet unapata madhara gani? Kwa natamani hayo myazingatie sana. Kuna changamoto zile za kutozingatia sheria ya usalama barabarani. Tujikumbushe, maana kuna bodaboda anaendesha, iliwahi kumtokea siku moja. Yuko mbele yangu na mimi naendesha kakibiriti kangu gani. Kumbe anakata kulia, hakuwasha indicator, ghafla tu kaingia hapa. Mungu bariki, nilikanyaga breki haraka, sikumgonga. Sasa huyo hakuzingatia sheria ya usalama barabarani. Wako watu wanaingia na pikipiki zao kwa kasi kubwa katika barabara kuu. Ametoka barabara ndogo anaingia barabara kuu bila kuangalia kulia wala kushoto. Hatari. Tutapata hasara mara mbili. Hatupendi muumie. Unajua tena gharama za matibabu zilivyo juu. Hatupendi hayo yatokee. Kwa hiyo tunawaomba na kuwasihi sana. Kufanya kazi zetu kwa weledi ni pamoja na kuzingatia matakwa ya sheria juu ya kazi tunayofanya. Tena sheria yenyewe ni ile ambayo inatulinda wenyewe na vifaa vyetu. Hili nilitaka niwaombe sana.